mume wako ndio kiongozi wako. Mimi nilikuwa najifunza mambo ambayo Mungu anayafundisha kwenye vitabu vyake. Yaani Mungu hajaweza kukuamini wewe mwanamke kuwa kiongozi katika ngazi ya familia. Mungu hajaweza kukuamini hata pale ambapo kama mwanamke ameolewa na mume wake bahati mbaya akawa amefariki, hayupo. Mungu hajaweza kukuamini wewe mwanamke kwamba wewe kiongozi wa familia. Na ndipo unaikuta unapokwenda kuangalia neno la Mungu kwenye ile Zaburi ya 68 mstari wa 5, anasema yeye ni baba wa yatima. Yeye ni baba wa yatima. Kumbe hata yule yatima ambaye amebaki peke yake, baba yake amefariki, bado Mungu anasema yeye mwenyewe ndo anayekaa kama baba. Hajakuachia mwanamke kuanza kuongoza. Lakini pia ukienda kuangalia Isaya ile sura ya 54 mstari wa 4 na wa 5, unamsikia Mungu akizungumza kwamba yeye ni mume wa aliyeachwa, yeye ni mume wa wajane, yeye ni mtetezi wa wajane. Kwa hiyo hajakuachia wewe mwanamke kwamba sasa kwa kuwa mwanaume hayupo wewe ndio kiongozi. Hapana. Hata mtoto aliachwa hana baba wala mama, anasema yeye anakuwa baba, Mungu mwenyewe. Kwa hiyo uongozi kwenye ngazi ya familia kuna baba, mama, watoto. Uongozi ni wa mume peke yake, kapewa hiyo nafasi ya kuwa ni kiongozi. Na hata pale ambapo anakuwa hayupo, unaona Mungu anasema ninaingia mimi mwenyewe. Haja kuachia wewe mwanamke, anaingia yeye, anasema mimi ni mume. Pale ambapo mwanamke ameachwa, mimi ni mume wa wajane, anasema mimi ni mtetezi wa wajane, anasema mimi ni baba wa yatima. Kwa hiyo hajakuamini Mungu kuongoza hata pale ambapo yeye mwanaume aliyempa kuongoza kwenye ngazi ya familia hayupo. Hajakuamini wewe mwanamke. Sasa huwa najiuliza, wewe mwanamke ambaye unanisikiliza, hivi inafikiaje mwanamke unasema mimi nimeamua kuzaa watoto wangu na mimi sitaki mume, nitalea watoto wangu peke yangu? Unafikiaje huko? Unafikiaje huko? Yaani Mungu hajakupa uongozi mwanamke kwenye familia. Dini yoyote unayoifuata hajakupa hiyo habari ya kuwa kiongozi. Nitamuelewa yule binti, nimekutana nao wachache, wapo hata marafiki zangu ambao wananiambia alikuwa kwenye mahusiano na kijana, alikuwa kwenye mahusiano na mwanamke. Hawakuwa wamepanga kwamba ni wakati wa kuzaa, ikatokea amebeba ujauzito. Na kwa kuwa ni mtu ambaye ndani ya moyo wake ana hofu fulani na utu,